Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi ja'alana min ahli sunnati wal jamaa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladhi hathana bit-ta'a wa ala alihi wa sahbihi ulil huda wash-shajaa. Amma ba'd. Langu jina naitwa Ustadh Muallim Ibn Omar. Karibu tena mtazamaji wa Raptor Channel. Na leo tupo ndani ya Ramadhani ya 14. Lipo jambo ambalo linaweza likawa lina lainisha nyoyo zetu, lakini pia likawa linaturaghibisha katika kupenda ibada. Jambo ambalo linaweza likakusababisha wewe ukapenda ibada ni kama mfano, ukijua kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakupenda, basi hutoweza kuisoma Qur'ani kimajaka ama kibubusa tu, kwa sababu unajua kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakupenda. Na hii unaweza ukaona kuwa wale watu ambao wanajua umuhimu wa kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatupenda sisi waja wake, basi utaona baadhi ya maimamu wakiswalisha huwa wanatokwa na machozi, wanalia. Kwa nini wanalia? Wanajua kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana mahaba nao, anawapenda, lakini pia wanafahamu kile wanachokisoma kuwa hapa Mwenyezi Mungu amekataza kitu gani na hapa kuwa ameruhusu kitu gani. Lakini katika mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mmoja ya mafundisho yake anatuambia kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawapenda waja wake zaidi ya mama anapompenda mtoto wake mdogo. Moja ya kisa alichokieleza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa ilitokea moja ya vita, pakawa na mama ambaye alipoteza mtoto wake katika vita ile kutokana na purukushani na harakati za hivi na vile. Ile vita, yule mama akawa hajui mwanae amemwacha sehemu gani, akawa basi kila akikutana na mtoto anamchukua na kuanza kumnyonyesha akidhani kuwa ni mwanae, lakini akimtizama vizuri anakuta si mwanae, basi humwacha na kwenda kutafuta tena, kuendelea kumtafuta mwanae. Basi ikawa inaenda hivyo. Lakini tukio hili wakati linaendelea kutokea, Bwana Mtume alikuwa na maswahaba zake wakilitazama tukio lile. Kisha Bwana Mtume akamwambia maswahaba zake, atarauna hadhihi almar'at, je, mnamuona huyu mwanamke? Maswahaba sasa wakapay attention kuweza kumtazama yule mwanamke. Mara kidogo yule mwanamke ama yule mama akawa amemuona mwanae pembezoni kabisa na karibu alipokuwa amekaa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha kwa ile furaha, upendo wa hali ya juu, akawa amemchukua mwanae, amemkumbatia na kuanza kumnyonyesha. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawaambia tena maswahaba, atarauna hadhihi almar'at, je, mnamuona huyu mwanamke? Maswahaba wakasema naam, tunamuona. Je, Mtume akawauliza swali maswahaba zake kwamba huyu mwanamke anaweza kumtupa mtoto wake katika moto? Maswahaba wakasema la, wallahi hawezi hata siku moja kumtupa mwanae katika moto. Sasa Bwana Mtume akasema ndio hivyo hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatupenda. Inna Allahu yarham biibadihi min hadhihi almar'at, au yarham biibadihi, anawapenda, anashusha rehma kwa maana ya kuwapenda waja wake kulikoni huyu mama, au kulikoni mama vile anavyompenda mtoto wake. Yani akapigia mfano kwa ule mfano wa yule mama alipokuwa amepotelewa na mtoto. Yale mapenzi, mahaba, Mwenyezi Mungu anatupenda sisi waja wake kuliko mapenzi ya mama kwa mtoto wake mdogo. Kwa hivyo tutambue, tunapofanya ibada, tunafanya ibada za mpenzi wetu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunaposoma Qur'ani, tujue tunasoma maneno ya Mwenyezi Mungu ambaye ni mpenzi wetu, anatupenda. Kwa hivyo jambo lolote utakaolifanya, lifanye huku ukiwa unajua kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatupenda. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio mpenzi wetu. Tunafanya ibada ya mtu ambaye anatupenda. Kwa hivyo tukifanya jambo lolote la kusoma Qur'ani, aidha unafanya ibada, basi fanya hali ya kuwa unajua kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatupenda. Kisha kwa mafundisho mazuri haya, tumwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tu ni miongoni mwa waja wake wenye kufanya ibada kwa mapenzi makubwa, hali ya kuwa tukijua kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatupenda na ana mapenzi na sisi. Usisahau kusubscribe, kucomment, lakini pia na kushare. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.